ya maonyesho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Katika kipindi hiki tumeshuhudia mafanikio makubwa yaliyochochewa na kazi nzuri ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade, hususan katika maandalizi ya maonyesho haya muhimu kimataifa ambayo kwa mwaka huu yanabeba kauli mbiu isemayo maonyesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Watanzania. Mwaka huu ni mwaka wa kipekee sana katika historia ya biashara na maendeleo ya uchumi wa Tanzania, kwani tunaadhimisha jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Kwa nusu karne, maonyesho haya yameendelea kuwa jukwaa kuu la kukuza biashara, uwekezaji, ubunifu, teknolojia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Kauli mbiu ya maonyesho ya Sabasaba ya mwaka 2026 ni maonyesho ya biashara kimataifa Sabasaba, fahari Tanzania, inabebwa na kauli mbiu ndogo inayosema bidhaa za Tanzania kimataifa zaidi na biashara za Tanzania kidijitali zaidi, huku neno la hamasa likiwa Sabasaba 2026 kubwa kuliko. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya serikali kuendelea kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na matumizi ya teknolojia katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Tanzania imeendelea kupanua ushirikiano wake wa kibiashara na mataifa mbalimbali duniani kupitia diplomasia ya uchumi inayotekelezwa kwa mafanikio chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maonyesho ya Sabasaba mwaka huu yanabeba historia kubwa ya mafanikio ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki chote, maonyesho haya yamekuwa chachu ya ukuaji wa biashara nchini kwa kuwezesha maelfu ya wazalishaji, wafanyabiashara na wawekezaji kupata masoko mapya, kuanzisha ushirikiano wa kibiashara, kutangaza bidhaa za Tanzania na kuvutia uwekezaji wenye manufaa kwa taifa. Sabasaba imekuwa sehemu ya historia ya maendeleo ya Tanzania kwa kuibua bidhaa, viwanda, teknolojia na biashara zilizochangia ukuaji wa uchumi na ajira kwa mamilioni ya Watanzania. Kwa mwaka huu, jubilei ya miaka 50, tunatarajia kupokea waoneshaji wa ndani zaidi ya 3891, waoneshaji wa nje zaidi ya 430 kutoka nchi zaidi ya 23, na aidha tunatarajia kuwa na wageni na watembeleaji zaidi ya 590,000. Maonesho haya yanatarajia kuzalisha ajira zaidi ya 22,800 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, hivyo kuendelea kuthibitisha mchango wake katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Maandalizi ya maonesho yanaendelea vizuri, ambapo maboresho makubwa ya miundombinu yamefanyika katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere, ikiwemo ukarabati wa kumbi za maonesho, ofisi, matenti, maonesho, maeneo ya huduma za chakula, mifumo ya maji na vyoo, pamoja na uwekaji wa muonekano mpya wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 50. Aidha, matumizi ya mifumo ya kidijitali kwa ajili ya usajili wa waoneshaji, mfumo wa Wayfinder kwa ajili ya kurahisisha watembeleaji kufikia mabanda wanayotembelea kwa urahisi, na vile e-tag kwa ajili ya tiketi za kuingia viwanjani yanaongeza ufanisi na kurahisisha huduma kwa washiriki na wageni. Tumerahisisha sana. Kama mnavyofahamu, lile eneo ni kubwa na waoneshaji wako wengi. Kwa hiyo tumeweka njia za teknolojia za kurahisisha upatikanaji wa eneo ambalo mtu anataka kwenda. Kwa hiyo tumeweka Wayfinder ambapo tu simu yako itaweza kukuongoza kwenda kwenye banda au kwenye biashara au kwenye lile eneo la onyesho ambalo utakuwa unalitaka. Lakini tuna application yetu inaitwa TanTrade Biashara App, ambapo sasa hivi wale wenye simu za Android wana uwezo wa kuingia kwenye application yetu ya TanTrade Biashara App na kisha wakaanza kununua tiketi zao kuanzia sasa
na wakifika tu pale getini watascan na kuweza kuingia ndani ya uwanja wa maonesho. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha njia mbalimbali ili teknolojia iwe sehemu muhimu ya kurahisisha kuweza kuingia, lakini vile vile kufanya shughuli zako ukiwa pale kwenye eneo letu la Sabasaba. Na wale ambao wanatumia hizi App Store pia mpaka mwisho wa siku ya leo, pia mfumo na wenyewe application itakuwa iko hewani na watu wote watakuwa wana uwezo wa kununua ticket kwa njia ya simu, ili ukifika pale getini kwenye siku ambayo unataka kuingia kwenye maonyesho usipate kadhia ya kununua ticket hapo hapo. Lakini hata pale pia katika eneo letu la maonyesho tuna njia za kidijitali za kununua ticket. Hakuna zile tiketi za kuchanja vile vidaftari. Mifumo yote ya upatikanaji wa ticket ni ya kidijitali.